Wapendwa taifa la Mungu, tunapoanza huu mwaka, Mungu anatupatia zawadi ya wito mtakatifu ambao tunaupata kutoka kwa hawa ndugu zetu. Baada ya miundombinu yao, wanaamua kusimama imara na kuomba huruma ya Mungu kwa zawadi ya ushemasi. Tunao mafrateli hawa 9 ambao sasa hata jina limeshabadilika nyakati hizi. Hatuwaiti tena mafrateli bali mashemasi wateule, ambao kwa idadi yao si kubwa lakini pia si chache. Si kubwa kwa sababu kanisa linahitaji wachungaji kama hawa wengi zaidi, na tungependa wawe wengi zaidi, lakini kwa sasa tumepewa hawa, na si wachache kwa sababu hata hawa hatukuwa nao katika hali hii. Kwa ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kubwa. Tumesikia katika maandiko matakatifu na hasa katika somo lilotoka katika kitabu cha nabii Yeremia, tunakutana na wito wa mwenyewe Yeremia. Yeremia anaitwa na Mungu amsaidie kazi, afanye kazi kwa ajili ya taifa lake. Yeremia umri wake alikuwa ni kijana mdogo, fikiri mtu mwenye takribani miaka ya 20 hivi, anapewa kazi nzito na kubwa ya kuliongoza taifa, kusema badala ya Mungu. Na kwa sababu hiyo aliogopa, alisita, akarudi nyuma, akatafuta visingizio ili vimtoe katika hali hiyo. Na kisingizio kikubwa alichokiweka mbele ya Mungu, alimwambia, mimi ni mdogo, mimi bado mtoto, mimi siwezi kusema mbele ya watu hawa. Ni kwa sababu manabii wengi waliotangulia badala yake walikuwa ni watu wenye umri mkubwa ambao walisifika wakisimama mbele ya watu wakisema kitu hata watu wanaogopa. Yeye akaona kuwa udogo wake nawezekana asifanye kazi yoyote, lakini Mungu akamwambia kuwa nimekuchagua wewe tena tangu ukiwa tumboni mwa mama yako, na ninataka ufanye kazi hiyo. Na kwa ajili ya kufanya hiyo kazi akamgusa mdomo wake, kumpatia nguvu, uwezo, busara, hekima ya kuweza kufanya ujumbe huo uwafikie watu wake. Ninyi wapendwa shemasi wateule, baadhi yenu jana mnakumbuka niliwauliza swali, nilikuwa na msingi wake. Niliwauliza, kuna yeyote ambaye hajapata huduma ya utumishi au usomaji? Alafu wote tukacheka, kwa sababu huingii huku bila huduma hiyo. Lakini mlivyoendelea ninyi wenyewe mlinikumbusha kuwa tayari mmesoma na watu ambao wamemaliza mpaka kidato cha 4, na wengine walikuwa hawajabatizwa au wengine walikuwa madhehebu mengine, lakini wako seminari. Ndio maana kanisa huwa linahitaji sana uthibitisho wa mambo mbalimbali ili kujihakikishia katika hicho wanachokifanya. Na tulipofika hapo tuliongea kidogo, lakini nilipata wazo kuwa safari yenu ya wito mmeitwa tangu ubatizo wenu.
sababu katika sakramenti ya ubatizo ndio mlianza kufunguliwa mlango wa kuingia katika matakatifu haya, kuwa wana wa Mungu. Ni safari ndefu, ni safari nzito ambayo ilikuwa na milima na mabonde. Ni safari ambayo wakati mwingine iliwalazimu msilale, na ni safari ambayo iliwapeleka kwenye falsafa na teolojia, na sasa inawaingiza katika madaraja matakatifu. Kuweni hapa na pale, inawezekana mkawa kama Yeremia, kutoa visingizio mbalimbali vya kuto kufanya kazi yake, lakini Bwana amewachagua, Bwana amewaita, Bwana anawatuma, Bwana anataka mfanye kazi yake. Sasa msiogope, pokeeni na kuwa nini mtasema mbele ya watu, hasa wa kizazi hiki. Ndio hicho ambacho tutakifanya hapa baadaye, kwa kuwawekea mikono kama vile Bwana alivyomwekea mkono wake Yeremia mdomoni. Sisi pia tutawapeni nguvu hiyo ambayo inapita kwetu na yenyewe inatoka kwa Mungu. Mungu atafanya tendo hilo kubwa kwa ajili yenu, na kwa sababu hiyo hamna haja ya kuogopa, kusita wala kurudi nyuma. Pokeeni basi utume huo na muufanye. Mtaufanya katika mazingira magumu, ni wazi, katika kizazi cha leo na katika jamii tunayoishi. Mazingira yetu si rafiki sana, lakini mkimtegemea Mungu, mkisali na kuomba, mtayashinda yote, kwa sababu yeye yupo pamoja nanyi. Katika somo la pili kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunakutana na asili au chanzo cha hili daraja ambalo ninyi mnaliendea, yani ushemasi. Ushemasi sio cheo wala mamlaka. Ushemasi ni huduma, na mtapaswa kuitoa hiyo huduma kwa watu wote. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura hiyo ya 6 inatueleza na kutuingiza kuona kuwa mitume wenyewe waliona wingi wa kazi uliokuwa nao, wawatafute wasaidizi au wasaidizi wafanye kazi zingine na wao wafanye zingine. Wakafanya hivyo na wazo likawa jema. Na ninyi pia, ninyi ni wasaidizi. Ni wasaidizi wa maaskofu, lakini pia wasaidizi wa mapadri. Jitahidini kutumika kama wasaidizi ambao mtaleta nafuu kwa hao mnaowasaidia. Lakini pia ninyi ni wahudumu, mnalihudumia taifa la Mungu, na mlihudumia taifa hilo kwa wema, upendo na upole wote. Zingatieni yale yote ambayo mmejifunza katika masomo yenu na muyaweke katika matendo ya kawaida. Mpeni Mungu sifa na utukufu kwa kazi na utume wenu ambao utamgusa kila mmoja. Wajibu mlionao ni kumchukua Kristo na kumpeleka kwa watu ili aweze kuwapa faraja, amani. Lakini hamwezi kumchukua kama ninyi wenyewe hamjawa tayari kumpokea huyu Kristo. Mpokeeni kwanza ninyi, na baadaye msogezeni kwa watu, na hasa kwa wale ambao wako pembezoni au wako mbali na imani. Katika somo la Injili tumekutana na Bwana wetu Yesu Kristo anauangalia umati mkubwa, alafu anawageukia wanafunzi wake. Anasema kuwa mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache.
Haishi hapo, anasema muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Baba aliyetupa utangulizi ametuingiza vizuri katika hili. Ninyi ni matunda ya sala za wengi, ni matunda ya sala za kanisa kupata miito hii. Na tunaendelea kusali kuliombea kanisa liendelee kupata vijana wengi wa kike na wa kiume wenye ujasiri wa kukabiliana na changamoto za sasa na kubeba Injili kuihubiri kwa watu wote. Suala la kuwa mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, sio tu kwamba, na isieleweke hivyo kuwa mapadri na watawa ni wachache au watu wa maisha ya ndoa ni wachache, wanaofunga ndoa ni wachache. Hiyo ndiyo katika maana moja. Lakini katika maana ya pili, hata hao ambao mapadri, mashemasi, watawa ambao waliokuwepo hawatimizi wajibu wao mkamilifu. Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Shida inayotukabili nyakati zetu, watu hawataki kufanya kazi, wanataka kuchagua kazi, wakifikiri maisha haya ni starehe tu. Kwa hiyo anataka kufanya kile anachotaka yeye, sio kile ambacho ni lazima akifanye. Ninyi tunawaomba, nendeni mkabadilishe mitazamo hiyo, mjibidishe kuwajibika kweli, kuhakikisha kuwa Injili mnaihubiri, mnawafikishia watu wote. Hakikisheni pia kuwa katika mtazamo huo ninyi wenyewe mnakuwa safi, msiwe wavivu, msiwe goigoi. Nendeni kweli mkawe msaada, nendeni mkafanye kazi pamoja na hao mnaowasaidia, yaani maaskofu na mapadri. Usifanye peke yako, utakosea. Uliza, pata ushauri, fanya kutokana na ushauri uliopewa kwa jina la kanisa. Na mtakapofanya hivyo, Kristo ataendelea kuhubiriwa na wengi wataendelea kumfahamu na kuja kwetu. Lakini pia jibidisheni sana kuwa wabunifu katika nyanja mbalimbali. Seme tu kuwa mimi nimesomea teolojia, chochote nje ya teolojia mimi sifanyi. Ni wazi kuwa wewe kazi yako ya kwanza na ya pekee ni kuhubiri neno la Mungu, kumpeleka Kristo kwa watu. Lakini na mengine ni muhimu ufanye. Usiwe tegemezi hata katika mambo yaliyo madogo. Jibidisheni kuwakaribisha wengi na kuwasaidia wengi kwa maneno na matendo yenu, waweze kuiga miito ambayo ninyi sasa mnapokea. Kwa kumalizia, katika huduma yenu mtakabidhiwa mambo mbalimbali, lakini mnapaswa kufundisha jamii. Wafundisheni vizuri. Kizazi chetu kina GMO nyingi sana, genetic modified organism, au Kiswahili tungeweza kusema labda ni viumbe ambavyo vimebadilishwa vile vinasaba, na kwa sababu hiyo wanaishi nje ya vinasaba vyao. GMO. Tuna GMO ambao ni mapadri, tuna GMO waamini, tuna GMO watawa. Wanaishi kinyume na utofauti na kile ambacho wanapaswa kukiishi. Lakini pia waamini GMO wako wengi. Siku za hivi karibuni nimesikia kuna GMO wakiwa wanaandamana kwenda kwenye ofisi fulani. Hao ni GMO hawa. Waajabu kabisa. Unaenda kufanya nini?
wamepoteza ule uhalisia wao, ile identity. Wanakubali kununuliwa ili waende kuchafua kazi ya Mungu. Ninyi tunawaomba mkapambane na hao GMO, lakini hakikisheni kwanza ninyi wenyewe sio GMO. Hakikisheni kuwa mnawarudisha katika uhalisia, ili kila kitu kinachofanywa kifanywe chini ya mwamvuli wa Mungu ambaye ni mwema na mwenye haki. Wafundisheni watu hao. Katika majukumu yenu pia mtapaswa kwa namna ya pekee sana kutoa sakramenti ya ubatizo. Nendeni mkawafundishe hawa wanaopokea sakramenti ya ubatizo. Msiridhike katekista amefundisha, wewe anakuja tu unabatiza. Uwe nao na wewe wapitishe, kutana nao mara kwa mara, ili ujue kile unachokifanya au sakramenti unayoitoa ni kweli, ni sahihi kwa mtu ambaye anastahili kuipokea. Wakati mwingine tunakuwa wavivu, tunaletewa kundi kubwa la watu na bila kuwafahamu vizuri, basi tunawapa tu sakramenti tunaondoka, na ndani humo kumbe kuna hao watu waliopoteza, waliobadilishwa vinasaba. Kuna GMO nyingi sana, na ndio maana matokeo yake hawawezi kukubali tena kuendelea kuishi imani ya kweli kwa sababu ya GMO. Niwaombe mkafundishe, kuweni nao karibu wote wanaopokea masakramenti, ili muweze kujiridhisha kwa kina katika hilo mnalolifanya. Mtapaswa kuwa walinzi wa karibu, watetezi na wasimamiaji wa Ekaristi Takatifu. Na hapa mnaelewa wazi kuwa sakramenti hii inavyohujumiwa katika nyakati zetu kwa makusudi. Kwa ninyi wenyewe kwanza muiheshimu, kijua kuwa ni takatifu, na muwafundishe wengine kuiheshimu, kuiabudu na kuiishi katika maisha. Ninyi mkianza kuwa unafika altareni uchukua koloporali unafanya hivi, unakung'uta hivi, tayari huwezi kufundisha na watu watakushangaa. Kwa hiyo naomba mkajitahidi sana katika kipindi chenu cha huduma, muhudumie vyema katika eneo hilo. Lakini pia mtapaswa kusimamia na kubariki ndoa kwa jina la kanisa, na hao pia muwafundishe. Hii ni kazi ambayo mtapewa, na ukiambiwa ufanye uifanye, lakini busara itumike pia. Sio tu nafika padri ana sababu za msingi za kufanya, anasema hii ya kwangu, hii ya kwangu, ubatizo wa kwangu, hii ndoa ya kwangu, lazima mimi ndio niishuhudie. Nendeni mkawasikilize waliowatangulia, mtapata busara na hekima hapo za kutosha. Mtapaswa pia ninyi kuwapelekea komunyo pamba waliokufani, kuwasindikiza, kuwasaidia ili waweze kupata nafuu za kiroho katika mahangaiko yao na mateso yao, waunganike na Mungu aliyewaumba kwa sura na mfano wake. Mtapaswa pia kuwasomea na kuwafafanulia maandiko matakatifu waamini. Ili ufanye hivyo, lazima ujiandae, lazima usome vizuri, lazima utoe ufafanuzi mzuri wa jambo hilo. Nendeni na mkawe mabalozi wazuri katika hilo. Nyakati zetu wapo wengi wanakimbia, na ukiwauliza wanasema hawashibi
neno la Mungu huku kwetu, na kwa sababu hiyo wana lazima kwenda kuongezea sehemu nyingine. Sasa wakifikiri kuwa wanaongezewa, kumbe wanaongezewa sumu, hii inawaharibu. Sasa nendeni mkakabiliane na changamoto hii, muitatue, muitoe kwa ninyi wenyewe kwanza kuwa mstari wa mbele, ulishiba neno la Mungu kwenu binafsi, alafu ndio mwagawie na wengine. Mtapaswa pia kuongoza ibada na sala za waamini ambazo zitakuwa zinasaliwa kanisani. Pia mtapaswa kuongoza ibada na sala mbalimbali za mazishi. Sindikizeni watu katika safari ya mwisho. Mtapaswa pia kubariki visakramenti vizuri na kwa namna ambayo kanisa linafundisha na kuelekeza. Tumieni basi nafasi hii ya utumishi wenu kuwa vyombo kweli vya huduma kwa taifa la Mungu, na kuwa kweli kiungo kilicho sahihi kati ya wale mnaowasaidia, yani maaskofu na mapadri, na wale mnaowahudumia, yani waamini. Kwetu sisi sote, wajibu wetu ni kuendelea kusali na kuwaombea ndugu hawa waendelee, wanapata ushemasi wa mpito, wakiwa na tumaini la kutegemea kupata daraja ya upadri baadaye. Hayo yatawezekana kwa msaada wa sala zetu, yatawezekana kwa michango yetu, na yatawezekana kama wote tutaunganisha nguvu pamoja. Kutusali na kuwaombea, na tusali kwa kuendelea kuombea miito mitakatifu katika kanisa, endelea kustawi na kushamiri wakati wote. Tumsifu Yesu Kristo.